Ni mwaka mmoja sasa umepita tangu Elliot alipompoteza mama yake na hivi sasa anaishi na baba yake. Mara nyingi alikuwa akisimama dirishani na kuangalia watoto wenzake walivyokuwa wakicheza na kufurahia. Lakini hiyo nafasi Elliot alikosa kwa sababu alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Baba yake alifahamu fika kwamba Elliot amechukua karakta za mama yake. Na miaka 6 iliweza kupita na leo hii hapa Elliot alikuwa ameingia live akiwaambia followers wake kwamba amepata nafasi ya kwenda kujiunga na chuo fulani hivi ambacho ni cha watu wenye nguvu za ajabu sana. Anasema kwamba haisi uoga kwa sababu katika hii hapa safari ya kwenda kusoma kwenye hapo chuo ataenda na rafiki yake Jolie, naye pia ana nguvu za ajabu sana kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutengeneza moto mkubwa sana ukatoka katika mikono yake. Basi hapa tuna Elliot na Juliet walikuwa wakizidi kuoneshana mauwezo. Elliot akajibadilisha na kutoka paka moja mkubwa sana. Huyu binti ana uwezo wa kubadilika na kuwa kiumbe chochote kile. Sasa sababu kubwa inayopelekea waende katika hicho chuo cha watu wenye uwezo maalum ni kwa sababu wanapokuwa wamebadilika, wanapokuwa wanatumia nguvu walizonazo, mara nyingi wamekuwa wanashindwa kujizuia. Baba yake akamuuliza mwanae kama anahisi uoga, lakini Elliot akadai kwamba hana uoga wowote ule. Baba yake akamwambia yes, hautakiwi ukawa na uoga wowote ule. Kumbuka unapokuwa na uoga ndio chanzo cha kufeli. Wakiendelea na mazungumzo pale, anatokea jamaa mmoja jina lake anaitwa Scott. Akamwambia wazazi kwamba sasa mnatakiwa kuaga watoto wenu kwani wanaingia katika chapa chuo rasmi na yeye ndiye mtu atakayewapeleka, lakini akatoa sharti na kusema kwamba mnapokuwa mnapita katika hii hapa misitu ni marufuku kutumia uchawi. Basi safari ikaanza ya kuelekea kwenye chuo cha watoto wenye uwezo maalum. Lengo kuu la hiki hapa chuo ni kuwafanya watoto wote wenye uwezo maalum kuweza kutambua nguvu zao na kuweza kujielewa wao ni nani haswa. Sasa katika tembea mbele kidogo, Scott akakutana na Poto akasema kwamba mkivuka hapa ndipo mtakapoingia katika chapo chuo. Mara walipovuka ikatokea sehemu moja nzuri sana ikiwakaribisha kwamba karibuni sasa rasmi katika chapa chuo. Waliingia ndani na madam katika chapa chuo akawakaribisha vizuri sana na kuambia kwamba hapa tutakuwa na madarasa kadhaa. Darasa la kwanza ni la watu ambao watakaoweza kupaa juu kwa kiwango kidogo. Darasa la pili ni kwa ajili ya watu watakaoweza kutengeneza moto kwa kutumia mikono. Na darasa la tatu ni kwa ajili ya wanafunzi wale wote wanaoweza kupaa angani kwa masaa kadhaa. Na darasa linalofuata la 4 ni darasa la wanafunzi wenye uwezo wa kutengeneza moshi kutumia mikono. La mwisho kabisa ni darasa la watu wanaoweza kubadilika na kuwa viumbe wowote wale wa ajabu. Yani Elliot alifurahia sana kulipata darasa lake japokuwa ni darasa la mwisho. Hilo yeye wala hata kujali. Basi taratibu zote kwa ajili ya usaili kwa wanafunzi wote walioingia katika chapa chuo ukaanza. Kwanza kabisa wakaanza wanafunzi wale wote wenye uwezo wa kutengeneza moto kupitia mikono yao. Lakini kila mmoja aliyekuwa akija hapa kuna masharti kadhaa ambayo alipatiwa na wote walikuwa wakionekana kufeli masharti kwa sababu walikuwa wakishindwa kucontrol nguvu walizonazo hapa watoto. Lakini kila aliyekuwa akija kufanya usaili, haijalishi amefaulu au amefeli, kuna bahasha aliyokuwa akipatiwa. Baada ya yote sasa nizamu ya wanafunzi wale wote wenye uwezo wa kutengeneza moshi kupitia mikono yao. Alikuja kijana mmoja jina lake aitwaye Eric, lakini huyu naye alionekana kushindwa kutumia nguvu zake vizuri. Sasa nizamu ya wanafunzi wale wote wenye uwezo wa kuzungumza na wanyama wa aina yoyote ile tofauti na kuweza kubadilika kwa umbo la mnyama yoyote. Madarasa mbalimbali ya wanafunzi wenye uwezo tofauti tofauti yalipita pale mbele na kuweza kuonesha uwezo, lakini kila wale walikuwa kifeli na kushindwa kujizuia kutumia nguvu zao mbele ya hapa wakufunzi. Ikumbukwe kwamba kila mwanafunzi alikuwa akipatiwa bahasha, haijalishi amefeli au amefaulu, alikuwa akipatiwa bahasha. Sasa ni zamu ya wanafunzi wenye uwezo wa kupaa juu angani kidogo. Kijana mmoja jina lake aitwaye John alikuja kuonesha uwezo wake, lakini naye alishindwa kujizuia. Sasa ni zamu ya darasa la mwisho kabisa. Elliot alikuja kuonesha uwezo wake, akabadilika na kuwa paka mwenye mabawa, naye pia alishindwa kujizuia, lakini alihisi kwamba amefanya vizuri sana. Hatimaye muda ulifika na wanafunzi wakawa wamekusanyika. Ukaambiwa kwamba sasa tumewaleta hapa na kila mmoja amefanya usaili, hivyo unaruhusiwa sasa kuangalia bahasha yako kwa makini sana. Utaona maandishi yanajitokeza katika bahasha yako na hilo ndilo darasa utakalopangiwa. Juliet alipangiwa darasa la Flyer, lakini Elliot alipangiwa darasa la UDM na wala hakuelewa nini maana yake. Basi madam akawatawanisha kila wale waende katika madarasa yao waliochaguliwa, lakini Elliot akaambiwa kwamba hii sio njia yako, wewe elekea kule kwenye darasa la UDM. Tayari rafiki wawili wakawa wametengana kinamna hiyo. Alifika hapa akakutana na kibao kimeandikwa UDM, maana yake ni upside down magic. Alifika hapa akashangaa atawezaje kuingia humo ndani,
lakini alitokea Scott na kumwambia kwamba mimi nimeambiwa nije hapa. Scott akamwambia kwamba mimi nilitaka kuwa mwalimu wako. Alifika ndani na kukuta tayari wanafunzi wenzake wameshaingia. Akakabizwa pale uniform, lakini alishangaa kwa nini sisi hatuvai nguo kama jinsi wanavyovaa wanafunzi wengine kule nje. Akaambiwa kwamba hii ndio sehemu yako utakapokaa. Elliot aliuliza maswali mengi sana, lakini Chibonge akamwambia kwamba ni kwa sababu ulifeli mtihani. Lakini Elliot akasema kwamba mimi niliwashangaza sana, walifurahia performance yangu majaji. Scott akamwambia kwamba lengo la UDM class ni kwa ajili ya wanafunzi wale wote waliofeli mtihani mbele ya judges. Sasa hii hapa movie jina lake inaitwa UDM class, maana yake ni upside down magic. Na hii hapa ni story ya mkali wa love story Ellie kutoka E7 Pass. Fanya kusubscribe hapo, lakini pia kama utakuwa na issue nami ya collaboration business matangazo, ni check kwa namba ya 0862 43 392. Basi baada ya break fupi, acha tuendelee mbele na ngoma hii hapa. Sasa wakati Elliot akiwa tayari ameshafikishwa katika darasa la UDM class, upande wa pili darasa la Flyers la wanafunzi wenye uwezo wa kutengeneza moto kupitia mikono yao, leo walikuwa wakiambiwa kwamba hapo baadaye patakuwa na sherehe kubwa sana kwa ajili ya kuwakaribisha wanafunzi wote wapya katika chapa chuo. Hivyo mwanafunzi mmoja anatakiwa kutoka katika ile hapa darasa na kwenda kuliwakilisha. Hivyo ukaandaliwa pale mtihani. Kuna mwanafunzi mmoja yuko kwa mbali sana, alikuwa akimwangalia Juliet kila alichokuwa kikifanya. Sasa ni siku nyingine katika darasa la UDM class, walitoka nje na kukuta mafagio. Elliot alifurahi sana na kuhisi kwamba yale mafagio ni kwa ajili ya kupaa, lakini Scott akamwambia kwamba mafagio ni kwa ajili ya kufagia. Yaani wakati madarasa mengine yote yako bize kuendelea kusoma, UDM class wao walipewa kazi ya kuendelea kufagia. Yaani ni kama vile wametengwa kinamna fulani hivi. Wakati wanafunzi wengine katika madarasa yao husika wakielekezwa namna ya kutumia nguvu zao, UDM class wao walikuwa wakielekezwa namna ya kuzizoofisha nguvu zao ili mara watakaporudi mtaani wasiwe watu wenye uwezo maalum kama waliokuwa nao. Wakufunzi wanaamini kwamba wanafunzi wale wote wanaokuwa wamepelekwa katika darasa la UDM class ni kwamba wana uwezo mkubwa sana ambao wanafikia hatua ya kushindwa kujizuia, na hivyo wanaweza kuleta matatizo makubwa sana kwa jamii ya watu. Sasa upande wa Juliet naye mazoezi yalikuwa yakiendelea. Kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Amos, alionekana kufanya vizuri sana. Mwalimu alimpenda sana. Upande wa Juliet naye zamu yake ilifika, lakini hakufanya vizuri. Mwalimu aligundua na akawa amepotezea hivi. Juliet akawa na shauku ya kutaka kuwa mwanafunzi bora sana katika darasa la Fryer. Akakutana na mdada mmoja akamwambia kwamba ulifanya vizuri sana, mimi namjua yule madam, ana wivu na kislani. Huyu mdada aliyekutana na Juliet jina lake anaitwa Matrida, lakini sasa huyu mdada yeye ni muda mrefu sana yupo katika chapa chuo. Alisema kwamba ametoka kumpenda sana Juliet na anahitaji kuwa rafiki yake. Wakati Juliet akiwa pale nje, alikuja pale Elliot na kuja kumsalimia. Kila mmoja akawa anampatia mwenzake habari inaombea wa darasa lile ambalo yeye alipo, lakini kila mmoja alizungumzia mazuri tu ya darasa lake na wala hawakuelezana ukweli kama mwanzo. Marafiki wawili wakaanza kupita njia mbili tofauti. Sasa upande wa Juliet kila siku alikuwa akijitahidi kusoma sana ili kuongeza uwezo wake, lakini leo akiwa maktaba ili ameweka kitabu kimoja kingine kikajitokeza. Akakishika, kimeandikwa A Prima Shadowy Magics, lakini alipokishika tu taa za mure maktaba zote ziliwaka. Alishtuka sana Juliet, lakini pamoja na kukirudisha kile kitabu kwenye shelf bado tu alikiona mezani. Kumbe Matrida alikuwa anamchezea mchezo ili Juliet akichukua kile kitabu na aweze kukisoma. Sijui mdada ana lengo gani na Juliet, lakini aliendelea kumsumbua mara kwa mara. Kile kitabu aliendelea kukipeleka moja kwa moja hadi kwenye chumba cha Juliet. Sasa ukurasa wa kwanza wa hiki kitabu kimeandikwa kwamba gundua namna ya kutumia nguvu zako. Mara tu aliposoma yale maneno ni kama kuna kitu fulani hivi kilimwingia Juliet. Yeye mwenyewe hakuelewa ni nini haswa. Sasa tunarudi upande wa UDM class. Elliot alipotea kwa muda sana. Scott akauliza na kuambiwa kwamba Elliot ameenda katika maonesho ya rehearsal kwa ajili ya part inayofuata. Ameelekea kuonesha naye nguvu zake, kuonesha kwamba anaweza ili atukomboe sisi sote. Haya hapo ndio alikuwa majibu ya wanafunzi wa UDM class. Lakini Scott alielewa kabisa ni hatari kiasi gani mwanafunzi wa UDM class akiingia katika haya hapa maonesho. Basi kweli rehearsal ikaanza, lakini Juliet alionyesha uwezo ambao hata mwalimu mwenyewe alishangaa. Hizi nguvu amezipata wapi, kwa sababu mara zote amekuwa akimuona mzaifu katika uwanja wa mazoezi. She did it. Ameweza kufanya ndiyo mshindi Juliet,
lakini mwalimu aliongea vile akiwa na hasira sana. Haya, Elliot naye akaja akasema kwamba yeye ni mwanafunzi kutoka UDM class na anahitaji kuonesha uwezo wake. Akabadilika na kuwa paka mwenye mabawa, mdomo wake ni kama vile wa nguruwe. Lakini Juliet aligundua kabisa kwamba rafiki yake ataweza kufanya jambo ambalo ni kinyume na sheria. Akajitahidi pale kuweza kumzuia, lakini ulitoka moto mkubwa sana katika mikono yake. Kila mmoja alishangaa. Ule moto ulienda kumpiga Elliot na kudondoka chini. Alikimbia na kumwambia kwamba sikudhamiria rafiki yangu, samahani, lakini Elliot alimwambia wala hata hamna shida. Lakini mwalimu mkuu akasema kwamba Scott, mara nyingine utakapomruhusu UDM class kuingia katika hapa maonesho na kuhakikishia hapo ndo tutakuwa mwisho wa kazi yako. Haipaswi wala hairuhusiwi kabisa UDM class kutumia nguvu zake mara tu anapokuwa katika chapa chuo, kwa sababu lengo kuu wanahitaji kuwazoofisha nguvu walizonazo ili kwamba wasije kuleta madhara makubwa sana katika jamii. Walirudi katika darasa lao la UDM class, lakini pale mbele alijitahidi sana kuomba msamaha Elliot kwa wenzake ambao waliwapromise kwamba kupitia yeye atakachoenda kukionyesha pale unaweza ukawa ndio msimamo mkubwa sana. Sasa kwa jinsi ambavyo Elliot alikuwa akiomba msamaha, Scott aliguswa sana. Akawatoa nje rafiki zake na kuweza kuambia kwamba sikini rafiki zangu, niwaambie mimi hapa Scott ni mtoto kutoka familia yatima. Nilikuja katika chapa chuo nikapewa kazi ya kuwa nafagia kuta zote zinazozunguka chapa chuo, lakini mimi pia nina uwezo wangu binafsi ambao nimeficha kwa muda mrefu sana. Nina uwezo wa kuongea na aina mnyama yoyote yule. Walimuona kama vile anaongea loporopo tu. Elliot akamwambia kwamba kama ungekuwa na uwezo wapo ungewezaje kukaa katika UDM class muda wote huo. Scott akasema kwamba uwezo wake wa kutunza siri ndio maana amefika hapo. Kisha kawaita wanyama wa aina tofauti tofauti wakaja pale na akawa wanamsikiliza kila anachokisema. Akamwambia kwamba kama mkinisikiliza anachowaambia, basi nitawafundisha namna ya kuishi na hizo nguvu zenu badala ya kuziondoa kama jinsi ambavyo chuo hiki hapa kinavyohitaji. Now you all know why Basi Scott aliongea kwa upole sana na wote walionekana kumuelewa vizuri mno. Sasa wakati wanaondoka, Elliot akamwambia John kwamba kuna kitu amekiona cha ajabu sana katika mwili wa Juliet, kwa sababu zile nguvu sio za kwake kabisa. Lakini John akamwambia kwamba huenda anasoma kwa bidii ili kuweza kujiongezea nguvu. Tunakuja upande wa Juliet. Mara tu alipoingia ndani alimkuta ule mdada jina lake Toy Matilda amekishika kile kitabu. Juliet akamfukuza mule ndani. Matilda akaondoka na kile kitabu, lakini cha ajabu, Juliet alipogeuka kile kitabu alikikuta mezani, akashangaa. Alipofungua mlango ili kumuita Matilda aje akichukua kitabu, mlangoni akakutana na rafiki yake Elliot. Alimkumbatia kwa nguvu sana, lakini mara Elliot alipohitaji kuingia katika chumba chake, Juliet akasema kwamba amechoka sana, anahitaji kupumzika, akafunga mlango. Lengo kubwa ni kwamba hahitaji Elliot aone kile kitabu. Sasa kweli mazoezi yakaanza upande wa pili katika UDM class, na Scott akaanza kuwafundisha namna ya kucontrol nguvu zao. Aliwaonea huruma sana hao hapa watoto, eti kwamba nguvu zao ziweze kuzoofishwa baada ya kuwa wamepatiwa kama zawadi kutoka kwa Mungu. Akaanza kuwafundisha yule mwenye uwezo wa kuweza kupaa juu, akaanza kumfundisha namna ya kucontrol nguvu zake. Mwenye uwezo wa kutoa moshi katika mikono yake naye pia alifundishwa. Hata Elliot naye pia alielekezwa namna ya kucontrol nguvu zake mara tu anapokuwa amebadilika kuwa kiumbe chochote kile. Lakini sasa haya yote wanaoyafanya wanafanya kwa usiri mkubwa sana, ili kwamba uongozi katika chapa chuo wasiweze kugundua lolote lile. Sasa upande wa pili wa Juliet alikutana na yule mdada Matilda, akaanza kumwambia kwamba kile kitabu kimekuchagua wewe na ndio maana kinakufuata sana. Lakini kumbuka, kitabu cha Primer of a Shadowy Magic ni kitabu ambacho kinakupatia nguvu sana, wala hakuna mtu yoyote atakayeweza kukushinda katika chapa chuo ukimiliki nguvu za hiki hapa kitabu. Tamka haya maneno adabla kadabla hocus focus ili uweze kupata hizi hapa nguvu. Lakini pasipo kujua, Juliet baada ya kutamka tu yale maneno akajikuta mwilini mwake amekivaa kiumbe cha ajabu sana. Wakati Elliot anataka kuja kuongea na rafiki yake ili kumweleza habari za UDM class, aligundua kuna kitu hakipo sawa. Mara alipoingia ndani alimkuta rafiki yake amekuwa kiumbe cha ajabu sana, macho yake yamekuwa meusi. Elliot alishangaa sana rafiki yake amepatwa na nini, lakini pia aliogopa mno kwa sababu Juliet alikuwa akiongea mambo ya ajabu. Anasema kwamba sasa nitaanza na wewe, nimepata nafasi nyingine katika uwapo ulimwengu. Sasa Elliot alitimua mbio baada ya kugundua kabisa hii sio akili ya rafiki yake, bali kuna kitu kinachomwendesha. Moja kwa moja hadi kwa mwalimu wake Scott akamwambia, kuna kitu katika mwili wa rafiki yangu, macho yake yamekuwa meusi sana, sio akili yake. Kwa sababu Scott katika chapa chuo ana muda mrefu, akasema kwamba huyu atakuwa ameingiliwa
na nguvu za Abracadabra au Hocus Pocus. Na ujio wa hiki hapa kiumbe lazima kuna kitu kinahitaji, kwa sababu kesho yake ilikuwa ni siku ambayo kutakuwa na sherehe kubwa, hivyo wanahitaji kufanya kitu kabla ya huo muda kufika. Sasa siku yenyewe iliweza kufika na wageni kutoka maeneo mbalimbali walifika kwa ajili ya kuwakaribisha wanafunzi wapya katika hiki hapa chuo. Juliet akapewa nafasi ya kuja kuonesha uwezo wake, lakini alitoa moto mkubwa sana huku akisema kwamba mimi ndiye atakayekuwa mtu wa mwisho kuniona kabla ya vifo vyenu. Lakini nyuma yake kulikuwa kuna kiumbe kingine mfano wa moshi na ndicho kilikuwa kikimuongoza. Profesa akasema kwamba wanafunzi wote pelekeni mashambulizi kwa Juliet. Wote walijaribu kumshambulia lakini nguvu zao hazikuweza kufua dafu. Wakaambiwa watu kwamba kimbieni, lakini upande wa pili anaonekana Scott akiwa na wanafunzi wa UDM class akasema kwamba bado kuna darasa la UDM class hawajaonesha uwezo wao. Walianza kukishambulia hapa kiumbe na ndipo Elliot akapata nafasi ya kubadilika na kuwa dragon moja mkubwa sana. Kisha akaanza kumshambulia Juliet, lakini mwalimu mkuu akasema kwamba utamuumiza, fanya uonge naye, na ndipo tena Elliot akabadilika na kurudi katika maumbile yake. Watu wote waliogopa, lakini mwalimu mkuu alimsisitiza sana Elliot kuweza kuongea na Juliet kwa sababu yeye ni rafiki yake na wametoka mbali. Kuendelea kutumia nguvu walizonazo wataendelea kumuumiza Juliet badala ya kukimiza kiumbe. Akamwambia kwamba Juliet, mimi hapa ni rafiki yako Elliot, tafadhali tumia nguvu zako kuweza kukishinda hicho kiumbe. Basi kweli Elliot aliweza kumsikia rafiki yake, kisha akaanza kutumia nguvu zake ndani na kuanza kukichoma kile kiumbe. Kilipotea na ndipo Elliot akakimbia kwa ajili ya kumwahi rafiki yake Juliet ambaye alidondoka pale chini baada ya kutumia nguvu nyingi kukishinda kile kiumbe. Watu wengi sana waliweza kumpongeza kwa ushujaa mkubwa sana alioonyesha pale Elliot, na kuanzia hapo UDM class kama imefutwa kinamna hiyo. Hii hapa ni sauti ya DJ Eli. Kumbuka tulikuwa wote mwanzo mwisho. Usiache kucomment na kutani on notification bell.